tuangalie mambo ya sababu za kumwamini Mungu. Sababu ya kumtumainia Mungu. Kuna kitu kimoja, kuna wakati moja mtu anaitwa Petro na wanafunzi wengine, walikuwa wanafunzi wengi sana, lakini wakaanza kurudi nyuma. Na Yesu akageukia wale ambao walikuwa wamebaki, fikiri walikuwa wamebaki 12. Na akawaambia, na Petro alikuwa miongoni mwao, akawaambia, na nyinyi mnataka kwenda? Lakini Petro akasema, twende wapi Bwana? Na yeye ndiye mpeanaji wa uzima. Tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Alikuwa na sababu moja ya kukosa kumuondokea Yesu. Kwa wakati huo alikuwa anaona ya kwamba ni kwa sababu tayari Yesu amempatia uzima wa milele. Kwa hivyo nasi leo kuna wengine ambao wanafuata Yesu, hawajawahi jua ni kwa nini wanamfuata Yesu. Na ni vizuri jiulize, kwa nini wewe unamfuata Yesu? Kwa nini unamwamini Yesu? Kwa nini unamtumainia huyu Yesu? Na najua kwamba baada ya kukamilisha ibada ya leo, mahubiri ya leo, utaona ni kwa sababu gani uendelee kumtumainia Bwana. Kuna wengine walikuja hapa na wengine wanatutazama, walikuwa wanauliza, sasa kuna haja gani sasa nimwamini huyu Mungu? Shida zimekuwa mingi, nimefutwa kazi, mambo haiendi vizuri, kila kitu kimeenda vibaya, nimefutwa, yani kila kitu si kizuri. Lakini kuna sababu. Maana Petro, hata kama alikuwa pia na mwanadamu, kuna mahali alikuwa anafika na anaona hii kitu ni kama haiendi vizuri. Kwa hivyo tuna sababu nyingi sana ambazo zimetufanya tumfuate Yesu, zimetufanya tumtumainie huyu Mungu, kwa sababu yeye ni mwema. Katika maandiko kuna mambo mengi sana ambayo Mungu alifanyia watu na wakamwambia, yani Mungu aliwatokea watu kwa njia nyingi sana. Mungu aliwasaidia watu kwa njia nyingi sana. Na sababu moja ya kumtumainia Bwana ni kwa sababu yeye ni Jehova Jire. Yeye ni Jehova Jire. Katika kitabu cha Genesis chapter 22 verse 14, tupewe hiyo. Genesis 22 verse 14. Kuna wakati Ibrahimu ilifika mahali akawa tested na Mungu, na akaambiwa, utachukua mtoto wako ambao unampenda, utachukua mtoto wako Isaka ambaye ni wa pekee, umengojea kwa miaka mingi mkiwa na Sara, lakini unachukua mtoto wako uende ukanitolee dhabihu. Na ni kweli huyu Ibrahimu akatii Mungu na akachukua mtoto wake. Hapa tunaona ni katika ule mlima. Ukirudi katika verse 13 utaona ni baada ya haya matukio yote. Turudi verse 12, tuanze hapo ndio tuweze kuelewa. Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. Hapo tukiimba tunasemaga Jehova Jire, Mungu wa Israeli. Hakuna Mungu kama wewe. Kwa hivyo tunamuita huyu Mungu Jehova Jire. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni Mungu ambaye huwa ana provide. Abraham akipanda mlimani na kijana yake, in fact alikuwa amemwachilia mtoto wake kabisa katika moyo wake. Alikuwa anajua ya kwamba Mungu asipofanya kitu,
Maana alikuwa na imani na Mungu, lakini akasema ya kwamba ni kweli, hata kama Mungu atakubali mpaka nichinje huyu mtoto wangu ni sawa. Alikuwa na imani ya kwamba Mungu ako na uwezo wa kufufua. Na kwa hivyo alipanda mpaka kwa mlima na akachomoa. Yaani kijana anashangaa. Anaona baba yake ako na kisu, baba yake ako na kuni, baba yake ako na moto. Na kijana anasaidia baba yake kutengeneza madhabahu. Na anauliza baba, tunaona moto, naona kisu, naona hiyo kitu, hiyo mambo yote, lakini je, hata kuni naziona, kondoo wa kutoa dhabihu ako wapi? Lakini Abraham alikuwa na imani. Kuna kitu alikuwa anaona katika kiroho. Na akasema God will provide. Na ni kweli, God provided. Wakati sasa anaenda kuchinja mtoto wake, ile tunaitaka 11th hour, yani pale mwisho kabisa, kasikia Mungu anamwambia namna gani? Abraham, verse 12. So is it 13 ama gani? Kwa hivyo Mungu akamwambia usimdhuru mtoto wako. Kwa nini? Katika verse 13, kwa sababu verse 13, Abraham looked up and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. Kwa hivyo alipoambiwa kwamba usimdhuru mtoto wako, sasa akaangalia katika kichaka na akaona kuna mwana kondoo ambaye alikuwa amekwama kwa kile kishaka. Abraham hata wakati alipokuwa anatengeneza madhabahu hakuwa ameona yule kondoo, kwa sababu wangemchukua na wamtoe dhabihu, ama pengine mtoto angeanza kusema si yule ndio mwana kondoo. Lakini Mungu aliprovide baada ya kuona imani ya Ibrahimu, baada ya kuona vile Ibrahimu ana trust Mungu wake. Kwa hivyo Mungu akaprovide hapo. Na hapo sasa ndio Abrahamu akapaita mahali pale katika verse 14, akapaita nini verse 14 tafadhali? So Abraham called that place the Lord will provide. And to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided. Hallelujah. Kwa hivyo sasa hiyo ni sababu moja ambayo inaweza kukufanya uweze kumtumainia Bwana hata kama unaweza kuwa umefika mwisho. Hiyo ni sababu moja ya kukuonyesha ya kwamba God will provide. Bwana Yesu asifiwe. God will provide. Na Ibrahim anasema katika mlima wa Mungu atajitwalia. Hapa anachukua mwana kondoo ambaye ako sawa, anamwekelea juu ya yale madhabahu na anachinja. Na hapa tunastahili kujua Mungu wetu anaweza kukutokea katika ile tunaitaka 11th hour. Umefika mwisho kabisa, umefika mwisho, umeserenda. Hata kuna wengine huwa nasikia kwamba nimefika mwisho, sasa ninataka kufa, lakini Mungu anakuja. Wengi wamekuwa katika gereza ama katika cell, wakati ambapo wanaenda kusukumwa ndani, wafungwa kwa miaka mingi sana. Mungu anakuja, ana provide zile pesa ambazo zilikuwa zinahitajika. Na wakati huu basi unapewa reason nzuri sana ya kuweza kumtumainia Mungu, kwa sababu yeye ni Jehova Jireh. Amen. Unaweza kujiuliza, nani alikuwa amepeleka kondoo mlimani? Nani alikuwa ameenda akafungilia ile mkondoo mlimani? Hiyo sio kazi yetu kujua, lakini kitu kimoja tunajua ni ya kwamba wakati Ibrahimu alikuwa karibu amchinje mtoto wake, Mungu aliprovide. Kwa hivyo mimi najua Mungu hatakubali uangamie. Mungu hatakubali umezwe na hiyo situation kabla hajafanya kitu. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni Jehova Jireh. Amen. Kuna watu ambao wanatishwa, kuna watu ambao wamekuwa kifungiwa nyumba. Hata wengine pengine uliambiwa jioni unakuta nimefunga hii nyumba. Kuna agents huwa wanatembea kwa manyumba wakiwa na makufuli mingi.
kiangalia ndio wafunge. Na hata wengine unaponiangalia hivyo si ati hujawahi fungiwa nyumba, ulifungiwa wakati moja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kabla ifika hapo kuna kitu Mungu atafanya. Amen. Yes, God will provide. Hiyo ndio sababu moja ya kutrust huyu Mungu. Amen. Haya, kitu kingine ambacho kinatufanya na kitatufanya tukae kwa huyu Mungu, tumwamini, ni kwa sababu yeye ni Jehova Rafa. Jehova Rafa. Niliposa huyu Petro aliona ya kwamba sasa basi hatuwezi kwenda mahali popote kwa sababu huyu Yesu ndio anapeana uzima. Na katika ule uzima kuna chakula, katika ule uzima kuna uponyaji, katika ule uzima kuna vitu vingi sana. Kwa hiyo unaposikia tukizungumza haya katika hii pointi ya kwanza, katika ukisikia kwamba ni Jehova Jire, Jehova Jire si jina la kizungu, ni jina la Kiebrania kuonyesha ya kwamba ni Mungu ambaye anapeana. Namba 2, kwa sababu yeye ni Jehova Rafa. Na hii ni katika kitabu cha Exodus 15 verse 26. Kuna promise ambayo Mungu alipromise watu wake pale. Exodus 15 verse 26. He said, if you listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commands and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians. Halafu, why? For I am the Lord who heals you. Amen. For I am the Lord who heals you. Sawa, watu wanakunywa dawa. Sawa, unaweza kunywa dawa, unaenda hospitali. Sisi hatuna shida na hiyo. Lakini ujue Mungu ndiye huwa anaponya. Kama ni dawa, watu wengi ambao wamekufa hawangekuwa wamekufa kwa sababu walikuwa wanakunywa dawa. Amen. Kwa hivyo Mungu sasa anapeana sababu nyingine ya kumwamini, ya kumtrust, ya kumgoja, kwa sababu aliambia wana wa Israeli ya kwamba ukifanya chochote ambacho nilikuambia na usiondokee sheria zangu, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians. Why? For I am the Lord who heals you. Bwana Yesu asifiwe. Kuna magonjwa mengine haijulikanagi imetoka wapi. Magonjwa mengine imetokana na chakula, magonjwa mengine imetokana na hewa, hali ya hewa, magonjwa mengine imetokana na stress, magonjwa mengine imetokana na miaka na umri na vile miaka inavyosonga, magonjwa mengine yanatokana na shock ambazo watu wanadamu wamepata katika maisha. Lakini Mungu anasema ya kwamba ni kwa sababu mimi ndiye Mungu nikuponyaye. Na basi alisema ya kwamba kuna magonjwa ambayo alipeletea watu wa Misri, na hata saa hii kuna magonjwa mengine ambayo inaletewa, Mungu anaruhusu tu, yani shetani analetea watu wa huko kwingine kule Misri. Lakini Mungu akawaambia wana wa Israeli, mtakapoketi kaa vizuri, mtakapofuata neno langu, mtakapofanya kulingana na amri zangu, basi sitawaletea magonjwa ambayo wana wa Misri waliletewa na Mungu. Mungu akasema kwamba hata waletea. Why? Kwa sababu mimi ndiye Mungu nikuponyaye. Na ushike hiyo. Huyu Mungu ndiye Mungu huwa anatuponya. Ukienda hospitali na utoke, usiseme nilikuwa kwa madaktari. Wao ni expert kutoka ng'ambo. Expert ni watu wangapi ambao wamewekwa kwa ndege, wanapelekwa India na kule kwingine, na wakirudi wanarudi wakiwa kwa majeneza. Kwa hivyo unapoenda hospitalini, unapogojeka na upone, jua ya kwamba huyu ni Mungu ambaye anakuponya.
Huyu ni Mungu ambaye amejicommit kukuponya. Bwana Yesu asifiwe. Na ni vizuri saa ingine kuconfess ile neno la Mungu. Magonjwa yanapoendelea kukusukuma sana, unasimama na unasema ya kwamba una quote hii Exodus chapter 15 and verse 26. Unamwambia kwamba you are the Lord who heals me. Amen. Yani kwa miili yetu amezungumza particularly kabisa kwa miili yetu. Yeye anaponya magonjwa yetu. Haleluya. Na Yesu Kristo akaonekana wakati alipokuja duniani, akaanza kuponya magonjwa, akaanza kuletewa wagonjwa, akawaponya. Yani hata siku ya leo tukimwamini Mungu, ninajua ya kwamba kuna madaktari, ninajua kuna mahospitali, ninajua kuna dawa, lakini kuna wakati mwingine pia unajaribu yale madawa, unaona haijafanya kazi, unainunua hii, unakuta ya kwamba haijafanya kazi. Wakati huo pia ni wakati wa kusimama na kumwambia Mungu, sitakufa, maana ulisema ya kwamba wewe ndio Mungu uniponyaye. Kwa hivyo Mungu anakuponya bila kuuliza ni ugonjwa gani. Watu kana wako na ushuhuda, kitu kina disappear, kitu kimekusumbua, madaktari wanafanya kazi nzuri, lakini kuna wakati wanasemaga ya kwamba we treat but Jesus heals. Umeshawahi kuona wameandika hivyo? We treat but Jesus heals. Kuna wengine wanasema hii kitu tumejaribu, tunaangalia bali kuangalia hatuelewi vizuri, sababu kuna Mungu ambaye huwa anaponya. So wakati unapoenda hata kwa daktari, usiweke imani yako kwa daktari, weka imani yako kwa Mungu, maana anasema ya kwamba mimi ndiye Mungu nikuponyaye. Amen. Mimi ndiye Mungu nikuponyaye. Sijui kama unajua ya kwamba unaweza kuwa mgonjwa na uchukue tu maji tu kwa glass, uyaombee, sema Bwana ninaomba. Lakini wakati huo ni wakati unasikia kabisa kuna mwongozo huu wa Roho Mtakatifu. Baba naomba wakati nitakapokunywa haya maji yaleta uponyaji katika mwili wangu, na unafanya hivi na unakunywa, unakuta umepona kwa jina la Yesu. Kwa nini? Maana Mungu mwenyewe anasema, for I am the Lord who heals you. Hiyo ndio sababu hatuwezi kutoka kwa Yesu. Hapana, hatuwezi toka. Tuko na sababu mbili sasa kabisa. Kuna wakati, hata wakati unaenda hospitali, wanapima, leta sijui hii, tupime hii nyingine damu, tupime hii nyingine, tupime hii, wanaandika zote negative. Lakini sasa ikifika wakati huo, kumbuka kuna Mungu ambaye alisema mimi ndiye Mungu nikuponyaye. Haleluya. Kwa hivyo naenda unasema ninataka Mungu sasa kukuona. Aliposa Yesu alisema ya kwamba tutawekelea wagonjwa mikono na watapata afya yao. Na tusiwahi wapendwa, najua kuna clinic, kuna chemist, kuna nini, lakini tusiignore ama tusiachane na hili neno la Mungu ya kwamba kuna Mungu ambaye anatuponya. Kuna wakati wa kuwekelea watu mikono ukiwa na imani ya kwamba huyu mtu atapona kwa jina la Yesu. Maana Yesu aliahidi katika kitabu cha Mark 16 kuanzia 15 pale, watawekelea wagonjwa mikono na watapona. Kwa hivyo imani yako ya kuombea wagonjwa wapone inuke sasa kwa jina la Yesu. Maana Mungu anasema ya kwamba maana ni mimi Jehova nikuponyaye. Kama ni pesa zinaponyaga mtu, wale watu wamekufa, matajiri, hakuna kitu hawana, wako na majet, wako na billions of money. Kama ni pesa huwa zinaponya mtu, hawa watu hawange kufa. Lakini sasa Jehova anasema kumbukeni, ndio mimi Mungu ambaye ninawaponya. Kuna magonjwa ya Misri, akasema hiyo siwaletei. Bwana Yesu asifiwe. 16 nimesema verse 16:15. Okay. Go into all the world and preach the good news to all creation. 16. Alafu
16, whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons, they will speak in new tongues, they will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. Unaiona hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Mikono. Hawa ni watu ambao wanamwamini Yesu. Hawa ni watu ambao wameokoka kama wewe na mimi. Na niulize swali nikiwa hapo, mara yako ya mwisho ya kuwekelea wagonjwa mikono wapone ilikuwa wakati gani? Mara yako ya mwisho ya kuwekelea mtoto wako mkono wapone ilikuwa wakati gani? So, go back to this scripture. Watawekelea wagonjwa mikono na watapata afya zao. Najua kwa chemist kuna dawa, najua kuna madaktari, najua kuna mahospitali, lakini sasa hili neno waliangalie. Sasa hiyo niyo sababu ingine ya kutrust Mungu na kukaa kwake na kusema kama Petro ya kwamba tunaenda wapi, na wewe ndiye Mungu ambao unapeana uzima wa milele. Mimi wakati nilipookoka nilisema sita backslide, na kwa sababu mimi ninamwamini huyu Mungu, kwa sababu najua kuna sababu ya kutosha ya kumuishia Bwana. Sema kwamba ni mimi huwa ninaponya magonjwa. Na unajua Mungu akatupatia privilege ya kwamba wakati anapotaka kuponya wagonjwa anapitia kwetu. Hati tuwekelee watu mikono wapone. Sijui ni watu wangapi mmeshawekelea mikono wakapona. Mimi niko na kadhaa. Unachukua hilo neno tu literally. Na hapo unaona kwanza kuna wakati utachukua nyoka. Utachukua nyoka kama Paul. Fikiri alikuwa amesikia hiyo maneno kama haya. Ya kwamba utachukua nyoka kwa mikono yako. Na wakati hata umwa, na wakati utakapokunywa deadly poison. Unaniangalia aje? Ni wakati ambapo ndio sababu huwa tunaombea chakula. Kuna watu tu wanaweza kuamua kukuroga na kuitia sapa. Niweka dawa ya panya, nikuwa ya panya ama ya panya. Nikorogewa vizuri pale. Kitoweo. Watu wameamua kukuua. Na niposa huwa tunashukuru Bwana wakati tunapowekelewa chakula pale. Usiwe na appetite kubwa ya kwamba hata huwezi ngojea chakula, huwezi kushukuru Bwana kwa sababu ya chakula. Unakwenda tu unatandika chakula chako pale, unatandika. Naenda kwa tumbo. Maandiko inasema vizuri ya kwamba hawa watu watakapopanga hata bila wewe kujua. Ila kwa chakula ama kwa maji ama kwa vinywaji, you can survive. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni neno la Mungu. Kuna watu wabaya duniani. Hata wengine wanataka kupona poison watu, wanapoison watu wao, wanapoison watu ambao wamekuja kwa harusi, wanataka kupoison watu ambao wamekuja kwa sherehe, wanataka kumaliza watu, wanaenda mahali chemichemi ya maji wanaweka poison pale, wanataka kuroga watu. Kwa hivyo hapa Yesu alisema vizuri ya kwamba hata wakati watakapofanya hiyo mambo yote hawatafanya chochote. Kwa hivyo ni vizuri kipewa chakula mahali. Wengine wanasema tulikuwa tumeombea. Yangu naombea kutoka asubuhi. Hiyo hapana, ukishuku kitu mwambie ngoja tuombe. Sasa unajua maombi ni mzuri, hakuna maombi baya, hakuna overflow ya maombi, hakuna ati tumeomba sana. Wacha tuombe. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya chakula ambacho umetupatia. Tunakipokea kwa shukrani, tukikitakasa kwa jina la Yesu. Poison hiyo na ukiwa na imani. Usiwe tu unaomba ndio umalize maombi haraka. Kama kuna watu ambao hataki kuomba maombi sana na bila imani, kuna watu wanaomba maombi ambao watu wengi wanaomba bila imani, ni maombi ya chakula. Maana mara nyingi unakula chakula wakati uko na njaa. Kwa hiyo unakuta kwamba hauwezi kuomba maombi vizuri. Wewe tulia. Shukuru Bwana kwa hiyo chakula ambao umewekewa hapo mbele.
Yesu asifiwe. By the way, tumesurvive. Watu wengi sana wamesurvive. Watumishi wa Mungu wamesurvive mara nyingi sana kwa poison, kuwekewa poison. Unapanga huyu akikuja anaitiwa hapo nyama ya kuku pale, anawekewa hapo. Mtu anakuja tu akiwa na appetite. Hai, lakini akiwa mtumishi wa Mungu vizuri, anaombea ile chakula na kitakaza kwa jina la Yesu. Haya, baada ya hapo mtu anaangalia, unakula, unatandika tu, unakula tu. Anaangalia uanguke, hauanguki. Ukitoka wanapiga simu. Umefika? Anasema nimefika. Sio kwani huyu mtu haanguki. Neno la Mungu lina kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama unaweza kuamini hiyo, hata hii nyingine ya kuwekelea wagonjwa mikono wapate afya zao inaweza fanya kazi. Na nimefanya hiyo. Na hata kwa hii church nimefanya hivyo. Nimewekelea wagonjwa mikono wakapona. Sasa kuna wengine wamekufa kwa sababu wewe, na wengine wamegojeka saa hii kwa sababu wewe kila wakati unasema sijui utapona tu, utapona. Chukua rudi kwa hii neno. Unauliza jirani, unataka niombee mtoto wako? Kakwambia ndio, lete mtoto. Wakati umejijaza kabisa. Kwanza unasoma hapa vizuri. They will place their hands on sick people and they will get well. Kwanza unaomba, unamwambia Mungu wewe ndiye umesema. Na mimi ninataka kuwekelea wagonjwa, huyu mgonjwa maana ni mtu. Na ulisema mikono yetu tuwekelee mtu na ataweza kupona. Unaomba tu. Sio wewe unaponya, Yesu. Tu neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndio tunasema ya kwamba tuna sababu ya kumwishia huyu Mungu. Tuna sababu, mambo mengi sana. Kuna wakati mimi unasikia kwamba kuna wakati unaweza ombea usikie ni kama una imani kwa sababu ya vile unaumwa. Unaumwa kabisa. Wewe unasikia tu mawazo ikikwambia hospitali. Kimbia karaka dawa. Lakini kuna wakati Mungu huwa anasababisha hakuna chemist ambayo imefunguliwa. Ni saa 6 za usiku, ni saa 7. Kwa hivyo pale neno hili liwacha liinuke ndani yako ya kwamba utawekelea wagonjwa mikono na watapata afya yao. Kuna wengi ambao wamesave maisha ya watu wao wakiwa katikati ya usiku. Mtu anakufa na ujui ni nini, melala vizuri, ameshambulia usiku. Huyu mtu anaanza anarusha miguu, anataka kwenda. Huu si wakati wa kwanza kulialia. Simukuje kuita majirani. Majirani ni kweli wako na gari, watakusaidia, lakini saa hii si uchukue hiyo kwanza, wekelea mtu mkono kwa jina la Yesu. Sema ya kwamba pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Alafu mchukue mtu mpeleke hospitali kwa check up kama hiyo kitu imeisha. Kwa hivyo hiyo ni sababu nyingine ambayo tumeona ya kuweza kumwamini Mungu. Maana amesema ya kwamba ni mimi ninaye kuponya. Bwana Yesu asifiwe. By the way, kama kutoka leo nataka kukupatia mtihani. Ijapokuwa leo tunaambiwa kwa sababu ya rules za COVID-19 tusiwekelee wagonjwa wa mikono, uende uwekelee watoto wako. Ukiona kuna joto, unaweza kuanzia hapo. Hakuna mtu atakuuliza. Katoto anaanza nako. Kasipopona hakuna mtu atakuuliza, wekelea mkono. Utashangaa, utakuja kushangaa. Maana Jehova anatafuta neno lake ili aje alitimize. Imani yako iko wapi? Ni vizuri kuwekelea wagonjwa mikono waweze kupata afya zao. Sasa sababu ya 3 ya wewe kumwamini huyu Mungu, wewe kukaa kwa Yesu ni nini? Kwa sababu yeye ni Jehova Nisi.